Na mtazamaji wa Ipinda Online TV, tumerejea katika kapu la simulizi, na mara hii tukiendelea na historia ya chanzo cha mgogoro ama kiini cha kile ambacho kinaendelea katika taifa la Kongo. Katika makala zilizopita tulikuwa tunasimulia kisa cha Mobutu Sese Seko kuingia madarakani, na leo nataka umfahamu vizuri Mobutu Sese Seko ni nani hasa. Mobutu alizaliwa na kujulikana kama Joseph Desire Mobutu huko katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati huo ikiitwa Leopoldville. Baba yake alikuwa mpishi na aliyekufa wakati Mobutu akiwa mtoto, na mama yake alikuwa mhudumu wa hoteli. Alitumia kipato chake kumsomesha shule ya mabrother yake Katoliki. Hiyo ilikuwa ni mnamo mwaka 1949. Alijiunga na jeshi lililojulikana kama Force Republique, kikundi cha wanausalama wa Kongo walioongozwa na askari wa Ubelgiji, na akapanda cheo mpaka kuwa sergeant. Alibaki jeshini kwa takriban miaka 7. Huku akiwa jeshini alifanya kazi kama mwandishi wa habari na kuchangia makala kwenye magazeti huko Leopoldville, Kinshasa ya sasa. Na alivyoacha kazi jeshini alikuwa ripota kwenye gazeti la kila siku la L'avenir ama The Future, na baadaye akawa mhariri wa gazeti la Actualities Africaines. Na katika nafasi hiyo ya uandishi wa habari ndipo alipokutana na mwanamapinduzi Patrice Emery Lumumba, na Mobutu alivutiwa sana naye kiasi cha kujiunga na chama chake cha vuguvugu la kimataifa la Kongo, Congolese National Movement ama MNC. Kongo ilipopata uhuru mnamo mwaka 1960, serikali ya umoja wa kitaifa iliundwa, Lumumba akiwa waziri mkuu na Joseph Kasavubu akawa rais. Mobutu aliteuliwa kuwa mnadhimu mkuu wa jeshi, na baadaye Lumumba na Kasavubu wakakosana wakigombania madaraka. Na Septemba 14 mwaka 1960, askari waasi jeshini wakampindua Lumumba na kumweka Kasavubu kama kiongozi wa jumla. Mmoja ya watu walioshiriki mapinduzi hayo hakuwa mwingine, alikuwa ni rafiki kipenzi wa Lumumba, Joseph Desire Mobutu. Kama walivyoamini, na ndivyo ilivyokuwa, Kasavubu na Mobutu wangalikuwa rahisi kutumiwa miaka 5 baadaye. Hata hivyo, Mobutu aliongoza jaribio lingine la mapinduzi dhidi ya Kasavubu, ambaye alishinda jaribio kama hilo dhidi ya mpinzani wake mwenye kupendwa, waziri mkuu Moise Tshombe. Baada ya kunyakua madaraka, Mobutu alikataza vyama vya siasa na kuamuru hali ya hatari na kuhodhi mamlaka kamili ya kiongozi dhalimu ama dikteta. Baadaye alianzisha chama chake mwenyewe kilichojulikana kama vuguvugu maarufu la mapinduzi, Popular Movement of the Revolution, ambacho Wakongomani wote walipaswa kujiunga nacho. Aliamuru vyama vya wafanyakazi kuanzisha umoja wa kitaifa wa wafanyakazi wa Zaire na kukiweka chini ya uongozi wa serikali. Ingawa kulikuwa na majaribio mengi dhidi ya utawala wake, yote yalizimwa kwa ukatili wa hali ya juu mno. Mnamo mwaka 1970 Mobutu alifanya uchaguzi ambao alikuwa mgombea pekee, na ambapo kupiga kura ilikuwa ni lazima. Bila mshangao, Mobutu alipata 99% ya kura. Mwaka 1971 akaanzisha mpango wa kujitambua na utamaduni wa kubadili jina la nchi ya Jamhuri ya Zaire. Aliamuru Wakongomani wenye majina ya Kikristo kuyaacha na kuchukua majina ya Kiafrika. Ubatizo wa watoto ulikatazwa, na mifumo ya maisha ya kimagharibi ulikatazwa, na ufungaji wa tai ulizuiliwa pia. Mwaka uliofuata akajiita mwenyewe Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu wa Zabanga. Hata hivyo, ili kurahisisha, aliruhusu aitwe Mobutu Sese Seko. Alihodhi taswira binafsi, personality cult, ambapo picha zake zilionekana popote kwenye kila kitu, kuanzia stamp za posta hadi kwenye noti. Alama pekee aliyoichagua kiasi cha kuwa kielelezo cha utawala wake ilikuwa ni kofia iliyoshonwa kwa mikono yenye ngozi ya chui, fimbo iliyochongwa na umbile la kichwa cha mwewe kwa juu. Utawala wake dhalimu na wa mabavu ulisababisha majaribio mengi ya kijeshi dhidi yake, na hata hivyo suluhu pekee ilikuwa ni kufanya mauaji ya halaiki kwa wapinzani wake wa kweli na wa kuhisi, na kujikuta kwenye matatizo kidogo licha ya kupata taswira mbaya duniani. Alitaifisha makampuni ya kimataifa na kuwafukuza wamiliki wake, wazungu na mameneja. Aliyakabidhi makampuni hayo kwa ndugu zake wa karibu na washirika wa kisiasa, wengi wao walifuja mali za makampuni hayo. Hali mbaya ya kiuchumi kutokana na hatua hiyo ilimlazimu Mobutu kuwarudisha wazungu mnamo mwaka 1977. Mwaka huo huo, kikundi cha waasi wafuasi wa Tshombe aliyeuawa na Mobutu walivamia jengo la Katanga kutoka kwenye kambi yao nchini Angola. Walikuwa na mafunzo ya hali ya juu, motisha, huku wakiongozwa na mamluki wenye weredi kutoka Afrika ya Kusini na Ulaya. Walifanikiwa kuliswaga jeshi dhaifu la Mobutu, ambalo askari wake hawakuwa na mafunzo, vifaa wala mshikamano. Aliomba msaada kutoka Ufaransa, ambapo walimsaidia kuleta askari wa Morocco wa kikosi cha makomando waliofanikiwa kuwashinda waasi hao.
wa Katanga. Hata hivyo, mwaka mmoja baada, waasi wakashambulia tena, ila mara hii wakiwa wanajeshi wengi zaidi ya awali. Jeshi la Mobutu halikufanikiwa kuzima jaribio na kwa mara nyingine likashindwa tena, huku askari wake wengi wakichana sare zao, wakitupa bunduki na kukimbia uchi msituni. Jimbo la Katanga pamoja na utajiri wake wote wa madini kama vile almasi lilikuwa mbioni kutangaza uhuru wake, na hamna chochote Mobutu angeweza kufanya kwa wakati huo. Kwa mara nyingine aliomba msaada wa kimataifa. Ufaransa na Ubelgiji walituma vikosi kuzima uvamizi huo, huku Marekani ikitoa msaada wa vifaa na mbinu, na vikosi vamizi vikafurushwa tena mpaka mpakani. Licha ya changamoto hizo, Mobutu aliweza kujenga utajiri wake binafsi, ambapo mpaka kufikia mwaka 1984 inasemekana alikuwa na dola za Kimarekani bilioni 5. Mobutu aliyekuwa na msururu wa majumba ya kifahari dunia nzima alipenda kusafiri safari za muda mrefu pamoja na kufanya shopping maeneo mbalimbali kama vile Disney World huko Marekani na Paris, huku idadi kubwa ya watu kwenye msafara wake wakipanda ndege ya kukodi aina ya Boeing 747 na Concorde, huku akijilimbikizia mali. Nchi yake ilifulia. Mwaka 1989 Zaire ilishindwa masharti ya mkopo ya Ubelgiji baada ya Mobutu na familia yake na wapambe wake kuiba kwa miaka mingi bila kusita. Hazina ya nchi hiyo kwa ufupi iliishiwa pesa kabisa, jambo ambalo lilisababisha miundombinu ya barabara, madaraja na majengo mengine ya maendeleo kushindwa kukarabatiwa kwa kukosa pesa. Wafanyakazi wengi wa serikali walilipwa kwa mkupuo kiasi cha kusababisha mfumuko wa bei na rushwa iliyoumiza sana vichwa. Kiwango kikubwa cha wizi na ufujaji wa mali za taifa uliofanywa na Mobutu na genge lake dhalimu ulisababisha wachumi waite aina ya utawala wake kleptoclass, utawala wa wizi. Hodhi la taswira binafsi ya Mobutu na serikali yake lilitawanyika kila mahali. Picha za Mobutu zilikuwa kila mahali. Wafanyakazi serikalini waliamriwa wavae nguo zenye vifungo vyenye picha ya Mobutu, na kwenye TV Mobutu alionekana akishuka kwenye mawingu kama masia hivi. Alijiita kwa majina kama mpiganaji dhidi ya simba, mkombozi wa taifa na majina mengine mengi ya kujitukuza. Kuanguka kwa dola ya Sovieti mnamo mwaka 1989 haikuwa jambo zuri kwa Mobutu. Alikuwa akitegemea sana msaada kutoka magharibi. Hata kama walizichukia sera zake za ndani kutokana na ukubwa wa jiografia ya Kongo, hazina kubwa ya madini, aliweza kujiweka katika nafasi ya ulinzi dhidi ya tishio la ukomunisti Afrika, na ukweli ni kwamba nchi yake ilihodhi utajiri mkubwa wa dhahabu, fedha, almasi na kadhalika, ambao hakuwa na mashaka. Hata hivyo, kwa kuwa Jamhuri ya Urusi haikuwepo tena, madai ya Mobutu kwamba alikuwa ni mpiganaji dhidi ya ukomunisti kwenye moyo wa Afrika hayakuwa na maana tena. Kutokana na shinikizo la serikali za magharibi na kwa kuwa matatizo ya kiuchumi na migogoro ya ndani, Mobutu aliondoa marufuku ya vyama vya upinzani na kuwakaribisha viongozi wa upinzani kwenye serikali yake. Licha ya mbinu ya kuwazuga wapinzani kwa lengo la kuwagawanya kwa kuanzisha vikundi pinzani miongoni mwao, chama kikuu cha upinzani kilianzisha taasisi moja mwaka 1994 na kulazimu Mobutu kumteua mmoja wa wanachama wake kama waziri mkuu. Pamoja na hayo, afya ya Mobutu iliendelea kuzorota na akaanza kutumia muda mwingi Ulaya kwa ajili ya matibabu. Mwaka 96 wafuasi wa Kitusi wakachukua faida ya kutokuwepo kwake nchini na kufanya uasi uliowawezesha kutoa himaya ya zaidi ya nusu ya nchi hiyo. Waasi wengine wakiongozwa na Laurent Kabila waliitwa Kinshasa mwaka 97, na muungano wa uasi huo walilishinda jeshi la Mobutu na kuinyakua Kinshasa, mji mkuu. Safari ya ghafla huku akiwa na ghadhabu kwenda uhamishoni iliashiria mwanzo wa hatima ya utawala wake, na pengine hata kutoweka kabisa kwenye uwanja wa siasa za Afrika. Marafiki wa karibu kabisa wa Mobutu walikataa kabisa kumpokea, kumpa hifadhi. Togo, taifa lingine la Afrika Magharibi lililoongozwa na mdhalimu Yesanibe Iyadema, lilimwamuru Mobutu na familia yake waondoke siku kadhaa baada ya kuwasili nchini humo wakitokea Kongo. Mobutu akakimbilia uhamishoni Morocco alipokuwa na makazi ya kudumu. Siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 9 mwaka 1997, Mobutu Sese Seko alifariki kwa kansa ya tezi dume. Hapa ndipo kiini cha uasi katika taifa la Kongo kilipoanzia. Tumefika mwisho wa simulizi hii nzuri, na tutarajie sehemu inayofuata kujua baada ya waasi hawa kuichukua nchi, nini hasa kilifuata. Usikae mbali. Mwandaaji na msomaji wa makala hii ni mimi Isaya Edward Mardadi Akizaudi Mbaya, lakini pia nilikuwa na mwongozaji wangu Director O. Usiache kuifuatilia Ipinda Online TV, lakini pia usiache kusubscribe na kucomment kila unapoona notification katika simu yako. Ciao.